ambacho unaendelea kukionyesha kile ambavyo unapenda. Kabla hatujazungumza mengi, siri kubwa hasa nini ambayo unaendeleza consistency yako kila siku unavyopiga kazi? Na imani kwenye nidhamu na kwenye kujituma na kumwamini Mungu. Pengine tangu ujiunge na timu ya taifa Tanzania kwa wakati huu, kitu gani tofauti umekiona kwenye squad ambayo imeitwa na Mwalimu Gamondi? Mimi naona ni mwendelezo mzuri, kwa sababu hata ukiangalia mashindano yaliyopita kwa Mwalimu wa Miguel Gamondi alifanya vizuri kwenye michuano ya AFCON. Kwa na imani hata squad aliyoita itaenda kufanya vizuri kwa tunapoenda. Tumebaki pengine sasa kuanzia hapa, umejipangaje kama mchezaji kwa na mwendelezo wa kuitwa mara kwa mara katika mchezo? Nimejipanga endapo nitapata nafasi na kuweza kuitumia vizuri kuhakikisha kumshawishi mwalimu kuendelea kwetu. Na siku chache kuelekea Rwanda, pengine hili kwetu halina ugumu katika upande wa maandalizi? Sidhani kama kutoka kuna ugumu, kwa sababu watu wametoka kwenye ligi juzi tu, hajatoka kwenye holiday. Kwa na imani ni mwalimu tu kuchagua wachezaji wake wale best player wake kuhakikisha kwenda watumia. Wakati unakuwa katika mpira wa miguu na shaka timu ya taifa ulikuwa unafuatilia, mzee gani ambaye hasa alikuwa na kushawishi ama kukuvutia siku moja na uje kucheza timu? Samata. Bwana Samata. Katika upande wako na nafasi ambayo unacheza? Ni sio Mungu, ni Samata nasema. Namba yako ni upande wako ambao unacheza beki. Huyu kaniuliza swali ambalo mchezaji ambaye nimewahi kuvutiwa naye. Karudi tena. Ndio maana nimesema ni Samata. Tunauliza swali lingine hapo kwa namba yako unaocheza namba 3 beki ya kushoto. Ni sio Mungu. Mimi sikuwa nacheza beki. Au kwanza beki? Kwanza mmoja bado. Mwanza winga. Kwa hiyo hata nikisema katika makuzi yangu niseme nianze kufikiria namba 3. Nitadanganya hapa umma. Ila tu ni mchezaji ambaye ni kioo ambacho nilikuwa navutiwa naye, captain. Kwa hiyo katika ndoto zako za kuchezea timu ya taifa ulikuwa unawaza kama ukija kucheza utakuwa winga na sio beki? Mimi nilikuwa winga, sio mbaya. Ila huko ndio wakati wa utafutaji huko mwingine. Ndio jina la Messi kupatikana huko. Na iki wewe sasa nganywa. Ile ilikuwaje kutoka kwenye ushambuliaji kwenye winga na kuja kwenye beki? Ilikuwa kwaje hapo ukashiriki kuingia kwamba kwa unacheza? nani alihusika? Kimpose. Alafu kwenye 2017 Gabon. Okay. Unahisi wapo unakuwa bora zaidi ukicheza kama winga ama ukicheza kama beki? Kwa sababu inabidi nizungumzie position ambayo nipo, kwa sababu ndio position ambayo Tanzania wananifahamu, kwa sababu hata wewe mwenyewe unanijua mimi namba 3. Unajua kama wewe. Kwa hiyo bora namba 3, namba hiyo winga. Namba 3 winga ingekuwa hapa mpaka sasa hivi. Lakini ukijaribu kutazama kama ukicheza yaani ukishavuka mstari ule mstari wa ulinzi ukiingia mstari wa mbele zaidi, unakuwa kama una hatari zaidi. Pengine zile skills za winga ndio chanzo cha wewe kuwa na hatari kiasi hicho? Hamna, ni maelekezo tu ya mwalimu anapokupatia unapokuwa kuna mchezo unafanya majukumu yale unapokwenda kutekeleza. Kwa maana hiyo namba ambayo ulikuwa unacheza zamani Kibabage sasa hivi ingekuwa aujioni sijui ya Mungu mimi. Au lolote lingeweza kutokea. You never know. Mimi hatujui. Ni mchezaji gani sasa ambaye anakuvutia kwa ujumla sasa? Kwa sababu inaonekana wengi ni mashabiki wa Ronaldo. Yaani sijakuwa duniani. Messi. Nilisema hapa Kibabage ukanikataa. Mimi nimesema ukauliza swali mchezaji ambaye anakuvutia duniani Messi. Mbona wewe kwa Messi pesa? Sio kule upande ule wengi mnakuwa mnavutiwa na bwana Ronaldo. Hapana. Upande upi huo? Unazungumzia? Messi anafunga. Bana Kibabage Messi hata 7 anacheza. Ndio maana ikawekea hapo. Kibabage ushakutana na winga gani akusumbua sana? Tangu anza kucheza position ya beki. Mshambuliaji gani ambaye ushakutana naye akusumbua sana? Nimemsahau jina, ila nakumbuka winga mmoja tulikutana naye under 17, ndo mara yangu ya kwanza kucheza fullback kwa Egypt. Yaani siwezi kumkumbuka jina lake ni nani. Siku nilipata shida sana. Sema kauli nimesikia nasema jana mgeni rasmi Kalala Hoi. Nilisemaje hiyo? Yaani vipi? Mgeni rasmi jana kwenye shughuli Kalala Hoi kweli kwa shughuli aliyokutana nayo kule winga pembeni. Pengine labda tulitaka kuzungumzia maswala